Na sasa ni saa 10 dakika 30 kwenye ukuta wetu, mpendwa msikilizaji, tarehe 18 mwezi Januari mwaka wa 2026. Nasema shukrani kwenu nyote ambao mnaendelea kufuatilia habari zetu, nyinyi ambao mnaendelea kusubscribe channel yetu, lakini pia nyinyi ambao mnakuwa wa kwanza kusambaza habari zetu kwa walio wengi, inaendelea kuzipata kama mtakavyokuwa mnazipata wewe. Mpendwa msikilizaji, tuko hapa kukuletea za ukweli na za uhakika ili upate kujua yote ambayo yanaendelea kujiri kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hiyo ni moja kati ya jukumu kubwa tulionayo. Na ikiwa labda ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, na kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na kuja mara tena kukujuza zile za siri ambazo zinaendelea uko na uko katika eneo la Bonde la Ruzizi, lakini pia katika mji wa Uvira. Na takujuza kuhusu ni kipi ambacho kamanda wa waasi wa M23 amekizungumza leo hii Jumapili tarehe 18 Januari mwaka wa 2026, wakati alipokuwa anaongea na raia katika mji wa Sange, ambako kwa sasa ndo ngome kubwa yao ambako wamepatikana wote baada ya kuondoka katika mji wa Uvira. Nitakujuza pia kuhusu ni wanani waasi wa M23 wametoka Uvira. Kwa nini wametoka Uvira? Je, ni kwa sababu ya kuogopa wazalendo, aidha ni kwa sababu ya mambo ya mikataba? Nitakwambia ni kipi ambacho wazalendo wamekizungumza kusema kwamba ni sababu iliyopelekea waasi kuweza kuondoka katika mji wa Uvira ni hipi. Nitakujuza pia kuhusiana na swala hilo, lakini pia nitakujuza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa uko Kiliba. Nitakujuza pia kile ambacho kinaendelea hapo Kiliba kwa sasa baada ya mji wa Uvira. Hivyo nakuomba tu kujiunga nasi mwanzo mpaka tamati ili endelee kupata habari hizi za kila saa na kila sekunde kwa muda ambao upo sahihi. Mimi ni Ramsi Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Na mpendwa msikilizaji, bila kupoteza muda, moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka Sange. Sange ambako waasi wa M23 kwa sasa wanaweka kambi yao kubwa baada ya kuweza kujiondoa katika mji wa Uvira. Baada ya waasi kutoka katika mji wa Uvira, ripoti zimeeleza kwamba wameweza kuweka kambi yao kubwa Sange, ambako kwa sasa unaendelea kupatikana. Lakini walipofika Sange asubuhi ya leo Jumapili, mkuu wa majeshi yao ambao anaongoza msafara wa mbele aliweza kuongea na wakahaji wa Sange na kuwajuza kile ambacho kinaendelea. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kanali wa jeshi la Rwanda, ambayo kwa sasa yupo katika kituo cha Sange katika eneo la Bonde la Ruzizi, na ambaye alifanya mkutano mkubwa wa hadharani siku ya Jumapili tarehe 18 Januari mwaka wa 2026, kuna maelezo mapya yanayohusu mabadiliko ya hali ya kiusalama katika eneo hilo. Kanali huyo ameeleza kuwa vikosi vya waasi wa M23 vilipokea amri rasmi ya kujiondoa na kupanga upya maeneo ya udhibiti kuanzia mji wa Uvira hadi eneo la Kiliba. Kwa mujibu wa maelezo hayo, operesheni ya udhibiti wa maeneo itaendelea kwa mstari unaoanzia katika groupmenti ya Runingu, kuanzia Runingu yenyewe hadi kufikia Kamanyola. Hicho ndio kitu ambacho kiongozi huyo, jeshi huyo wa Rwanda ambaye anaongoza msafara wa waasi wa M23 alichokiambia wa raia kipindi alipomuuliza, sasa mnatoka mpaka mnafikia wapi? Kamanda huyo aliwajibu ya kwamba kufuatana na ratiba yao operation za udhibiti wao utaanzia Runingu hadi kufikia Kamanyola. Amefafanua kuwa maeneo yote yaliyo katika ukanda huo yataendelea kubaki chini ya udhibiti mkali wa jeshi la Rwanda, na kwamba hakuna vikosi vingine vitakavyoruhusiwa kuendeleza shughuli za kijeshi bila ruhusa yao kikamilifu. Lengo kwa mujibu wa kanali huyo ni kuimarisha usalama, kudhibiti mienendo ya makundi yenye silaha na kuzuia vurugu zinazoweza kujitokeza katika maeneo ambako raia wanapatikana. Haya ndio yale ambayo anaendelea kuyazungumza na kuletea kile ambacho amekizungumza kwenye kikao chao ambacho walikiitisha raia wa eneo la Sange, na kuanza kuwapatia kama kuwapa moyo raia, lakini kuwaambia namna ambavyo wamepanga mambo yao. Aidha, katika mkutano huu wa hadharani, kamanda huyo aliweza kutangaza hadharani kuwa makao makuu yao kwa sasa ya operesheni za kijeshi yamehamia Sange, hasa kwenye kilima cha Kabunambo. Ameeleza kuwa eneo hilo
limechaguliwa kwa sababu ya kimkakati na kiusalama ili kurahisisha uratibu wa operesheni katika bonde la Ruzizi na maeneo mengine jirani. Taarifa hii imezua mjadala na tahadhari kubwa miongoni mwa wakahaji wa maeneo hayo. Kwa ujumla, hali ya usalama katika maeneo ya Uvira, Sange na bonde la Ruzizi inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu, huku wakahaji wakisubiri kuona hatua zingine zitakazokuja kuchukuliwa hapo baadaye. Hayo ni maneno yake kamanda wa Rwanda ambaye anaongoza msafara wa waasi wa M23 kutoka katika mji wa Uvira. Amethibitisha, alifanya meeting ya hadharani leo na raia wa hapo Sange, ndipo aliweza kuzungumza maneno kama haya. Haya ni mambo ambayo yapo ndani kabisa, mpendwa msikilizaji, na kujuza upate kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Hayo ndio yale ambayo ameweza kuyazungumza leo kamanda huyo. Lakini tukirejea sasa katika mji wa Uvira, swali kubwa linaendelea kujiuliza miongoni mwa wakahaji wa Uvira na wachambuzi wa masuala ya kiusalama mjini humo ni je, waasi waliondoka kwa hiari yao au walilazimika kuondoka baada ya kushindwa kuvumilia matukio yasiyo ya kawaida waliokuwa wakikumbana nayo ndani ya mji wa Uvira? Ukweli unaoelezwa na vyombo mbalimbali vya ndani ni kwamba waasi waliingia mjini Uvira pasipo na mapambano, na hivyo waliondoka mjini humo bila kupambana sehemu yoyote ile. Hali hii imezua hisia tofauti kuhusu sababu halisi ya kujiondoa kwao katika mji muhimu wa kimkakati wa Uvira. Lakini kwa mujibu wa maelezo ya wazalendo wenyewe waliokuwa wakifuatilia mienendo ya waasi hao, wamesema kwamba kuondoka kwa waasi hao hakukutokana na mikataba au makubaliano ya kisiasa wala mazungumzo ya amani, bali kulisababishwa na kushindwa kwao kumiliki na kudhibiti mji wa Uvira kikamilifu. Wazalendo wameeleza kuwa licha ya waasi kuingia bila mapigano, walikabiliwa na hali ngumu ya kijamii na kiusalama, ikiwemo upinzani wa kimya kutoka kwa wazalendo, ukosefu wa ushirikiano na wananchi, pamoja na mazingira yasiyowapa uwezo wa kuimarisha na kuendeleza shughuli zao kama walivyopanga. Kutoka upande wa wazalendo, hawa hapa wasikilize wakiongea moja kati ya sababu zilizopelekea waasi wa M23 kuondoka katika mji wa Uvira. Tunawasalimu wakongomani wote sehemu yoyote wanaopatikana, ambao wanapatikana nje ya Kongo na ambao wanapatikana ndani ya Kongo. Aliyewasalimu si mwingine ni ndugu yenu mzalendo halisi, Mopepe ya Mboka, satelite ya wazalendo, 10,000 volts, le grand baoba. Nakuja na habari ya kuambia ya kwamba jeshi la mbinguni, jeshi takatifu, jeshi la wamajimaji limeingia mji wa Uvira leo. Kuanza saa 1 asubuhi, saa 2 asubuhi walikuwa tayari wameshakuwa ndani ya jiji la Uvira, wanapekua kuangalia labda adui amejificha. Lakini kwa sasa tuko na saa 8:30 majira ya Afrika ya Kati. Tumekamilisha zoezi la kusema kama mji wa Uvira uko mikononi ya wazalendo. Na hiyo ndiyo habari kamili. Adui amekimbia na kipigo alichopata. Alitaka kuja njia barabara, akapata kipigo kikali. Akataka kupenya vilimani, akapata kipigo kikali. Akataka kupenya ndani ya maji, akashambuliwa sawasawa kabisa. Na mashambulio ingine iliyofanyika hapo na drone hapo Kalundu, ambao wamepoteza maafisa zaidi ya 30, ndio sasa fimbo ya mwili mzima ambayo iliwateketeza. Kwa sasa jeshi letu la ukombozi liko pale Uvira na raia wote wa Uvira wanasherekea sana. Tuko naambia watu ya kwamba nchi ni yetu na hakuna jiwe litapanda juu ya lingine na hakuna kitu kitashindikana hapa chini ya jua. Ukombozi leo umefanyika Uvira, kesho utakuwa Makobola, kesho kutwa utakuwa Bukavu, Goma na sehemu zingine. Tunamalizia kusema ya kwamba jeshi letu la ukombozi ambalo liko pale Uvira, muwe makini sana.
muache kupiga risasi ovyo ovyo. Muache kupiga risasi ovyo ovyo. Adui haiko mbali. Adui iko hapo muplene. Mambo yote mnaofanya pale Uvira adui anawaangalia. Tungeomba viongozi watulize jeshi letu la ukombozi. Discipline inafaa ndani ya jeshi. Mambo ya kupiga risasi ovyo ovyo sio vizuri. Risasi inatakiwa ipigwe kama adui ameonekana. Risasi tumepewa kwa ajili ya kufukuza adui. Sherehe zetu, furaha yetu sio kupiga masasi ovyo ovyo. Mjiandae kuingia muplene, mfukuze adui ili tukomboe Bukavu na Goma. Tujiandae kumache finale Kigali. Kwa muda huu tuko mazoezi. Jezi mpya limeshanunua na viatu vipya kwa ajili ya mechi ambayo itachezewa Kigali. Hii ni mwendo wa kutoa Kagame kwa madaraka. Kagame siku zake zinahesabiwa kwenye vidole. Sisi wazalendo atulali na tutarudia nyuma. Hivi ni kusonga mbele kuelekea Kigali. Sina mengi ya kuambia, ni hayo machache. Atakayesikia ujumbe huu peperusha sehemu nyingine. Jiandae. Mali yetu nyingi ambayo imeibiwa kupelekwa huko Rwanda. Magari, mapikipiki, kabulimbo nini, na sisi tutavirudisha. Biblia ilituambia kwamba huu ni mwaka wa kila kitu ambao tulichukuliwa kirudishwe. Mali yetu yote itarudishwa. Na kuna taarifa tulipata ya kwamba kuko watu ambao wamebaki hapo Uvira watakuwa wanafanya communication na M23. Muwe makini. Kuna watu wamebaki hapo, raia ya wale wakongomani wasaliti ambao watakuwa wanapeleka mahabari kuwahasi. Kumbe tunaomba fanyeni pekua sehemu yote, mulinde mji wetu vizuri na muendelee kufukuza adui mpaka muplene kuelekea Bukavu na Goma mpaka Kigali. Na sasa jelekeze moja kwa moja katika eneo la Kiliba ambako baada ya mji wa Uvira kushuhudia hali ya furaha na matumaini mapya kufuatia mabadiliko ya kiusalama, hali hiyo sasa imeelezwa kuhamia katika eneo la Kiliba ambako pia vikosi vya wazalendo wameripotiwa kuwasili kwa kishindo kikubwa katika maeneo hayo mchana wa leo tarehe 18. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, kuwasili kwa wazalendo katika Kiliba, katika eneo la Kiliba kumeongeza hari na matumaini miongoni mwa wakaaji ambao walikuwa wakiishi kwa tahadhari kutokana na hofu ya muda mrefu na ya hali ya kiusalama. Wakaaji wanasema kuwa uwepo wa wazalendo unaonekana kama ishara ya kuimarika kwa ulinzi na kurejea kwa utulivu katika maeneo ambako wahasi walikuwepo wanadhibiti. Wakati huo hali ya furaha na shangwe ikishuhudiwa awali katika mji wa Uvira inaonekana sasa kuenea hatua kwa hatua katika maeneo mengine jirani, huku raia wakionyesha matumaini kwamba hali ya usalama inaendelea kuimarika na maisha ya kawaida yataanza kurejea kama kawaida. Kutoka Kiliba, hawa hapo wakaaji wa Kiliba wakisherekea pia. Kiliba leo. Kiliba. Les 18 Kiliba. Baba. Tuko na Colonel. Karibu mzee. Karibu wazalendo wanaingia. Wazalendo wanaingia Kiliba. Wazalendo wanaingia Kiliba. Wazalendo wanaingia Kiliba. Wazalendo wanaingia Kiliba. Wazalendo wanaingia Kiliba leo le 18. Leo le 18 leo. Leo le 18 leo. Le 18 janvier. Wakuwa wanaingia. Wazalendo wanaingia Mkiliba. Hapa ni Kiliba, hapa ni Kiliba le 18 janvier. Le 18 janvier. Bazalendo wanaingia Kiliba le 18 janvier.
Le 18 janvier 2026. Hapa ni Kiliba, hapa ni Kiliba. Entrée ya wazalendo Kiliba. Hapa ni Kiliba, hapa ni Kiliba. Tuko na Colonel Bwarara, nyama ya pori. Colonel Bwarara, nyama ya pori. Huyu hapa ni Colonel Bwarara, nyama ya pori. Ni mkubwa anaangalia mwakse ya General Nyerere. Colonel Bwarara na kikosi yake yote anaingia leo le 18. Leo le 18 akiwakilisha na watu wake wote. Kiliba, Kiliba. Karibu Kiliba. Karibu Kiliba, karibu Kiliba. Wanaingizana, watoto wa mwingine wanaingia. Watoto wa mwingine wanaingia. Wazalendo wanaingia, wa General Nyerere. Hapa ni Kiliba, hapa ni Kiliba. Hapa ni Kiliba hapa. Hapa ni Kiliba. Wanajeshi wa General Nyerere. Wanajeshi wa General Nyerere wanaingia. Wanajeshi wa General Nyerere wanaingia. Hapa ni Kiliba. Hapa ni Kiliba hapa leo le 18 janvier. Le 18 janvier. Wanajeshi wa General Nyerere. Hii ni kikosi ya Colonel Bwarara nyama pori. Betango! Wape! Hapa ni kumezwe skali. Hapa ni kumezwe skali. Wasoda wa General Nyerere. Hawa wanaingia ni wanajeshi wa Colonel Bwarara. Hawa ni wanajeshi wa General Nyerere. Colonel Bwarara. Colonel Bwarara. Beta moko, merci. Beta, merci. Merci. Merci, merci. Hawa ni wanajeshi wa General Nyerere. Merci, merci. Beta, merci. Beta ngo. Karibu sana wasoda wanajeshi wa General Nyerere. Sawa. Wanajeshi wa General Nyerere wanaingia. Wanajeshi wa General Nyerere leo le 18. Piga mbili. Wanajeshi wa General Nyerere. Wanajeshi wa General Nyerere wanaingia leo le 18 hapa Kiliba. Leo ni alerte Kiliba. Kiliba yote le 18. Le 18 janvier, le 18 janvier. Dimanche leo. Merci. Merci beaucoup wanajeshi wa General Nyerere. Wamewasili deja. Okay. Leo ni Kiliba, leo Kiliba le 18. Watu wote wiko hapa. Kiliba hii. Betambo, shuka kabiri. Karaga mala. Shuka kabiri. Jeshi wa General Nyerere wanaingia wakiwakilishwa na Observance de Goma. Wakiwakilisha Okay, hapa ni Kiliba Center. Wamewasili wanajeshi wa General Nyerere kumwona Kiliba. Mwani wako kizibonesa. Wanajeshi wa General Nyerere wamewasili. Wanajeshi wa General Nyerere wamewasili leo. Wanajeshi wa General Nyerere. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, nasema shukrani za dhati zije kwako wewe ambao uko nasi kila tunapoposti, kila tunapopeperusha matangazo yetu. Nasema Mwenyezi Mungu akubariki, lakini pia wewe ambao unakuwa wa kwanza kushare habari zetu na ambao umeshakuwa wewe wa kwanza kucomment. Kwa hivyo kwenye comment utuambie unatufuata kutoka nchi gani. Ni moja kati ya jambo la heri tujue ni wapi ambako unatufuata kwa wingi mchana wa leo. Mimi ni Ramsey Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Tukutane katika habari zetu za hapo jioni. Asante.